Priska Mahundi anajibu swali hilo. Kwa niaba ya Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, napenda kujibu swali kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inatekeleza mpango wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto awamu ya pili mtakuwa tu 2024-2025, 2028-2029, ambapo katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026 Wizara imesajili jumla ya makao ya watoto 29 na kuhuisha leseni za makao 39 yenye jumla ya watoto 855 kwa maana ya wanaume 441 na wanawake 414, hivyo kufanya jumla ya makao 433 yenye watoto 16,130. Jumla ya vituo 809 vya kulelea watoto wadogo mchana vimesajiliwa na vinahudumia watoto 27,270. Kampeni ya kuokoa watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani imefanyika na jumla ya watoto 5,353 walitambuliwa na kati yao 5,007 wameunganishwa na familia zao. 256 wanapatiwa hifadhi na matunzo katika makao ya watoto, 65 wako kwa walezi wa kuaminika, 25 wameunganishwa na vyuo vya ufundi stadi na 17 wamehitimu programu mbalimbali za kuwezeshwa kujitegemea. Jumla ya wahudumiwa 1,300 walipatiwa huduma katika nyumba salama 18 zinazohifadhi manusura wa vitendo vya ukatili na wahanga wa usafirishaji haramu wa binadamu. Pia jumla ya madawati 14 ya huduma ya ustawi wa jamii yameanzishwa katika vituo vya usafirishaji ili kushughulikia changamoto za watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani. Mheshimiwa Mariam Azan Mwinyi. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Pamoja na majibu mazuri ya serikali, nina maswali mawili ya nyongeza. Pamoja na hatua nzuri zinazochukuliwa na serikali, bado kuna wimbi kubwa la watoto mitaani. Je, serikali inashirikiana vipi na sekta binafsi katika kutatua swala hili? Swali la pili, baadhi ya watoto mitaani wana walezi na wazazi. Je, serikali inawawajibisha vipi wazazi au walezi kuhakikisha kwamba hawakwepi majukumu yao hasa kwa watoto wenye ulemavu? Mheshimiwa Waziri, majibu ya maswali hayo mawili ya nyongeza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, nipende kwanza kumpongeza sana Mheshimiwa Mariam Mwinyi kwa swali lake zuri. Hakika wewe ni mama unaijali watoto na umewakilisha wanawake wote wa Tanzania vizuri kabisa. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara inashirikiana kwa karibu sana na sekta binafsi, na kama nilivyojibu kwenye swali langu la msingi, tayari tuna mahusiano na makao ya watu binafsi zaidi ya 433, na hivi karibuni Mheshimiwa Waziri Gwajima ameweza kukutana na kushirikiana na kuweka rasmi umoja wa makao ya watoto Tanzania kwa maana ya UMAWATA, na mwenyekiti wake ni ndugu Evans Tegete kaka, ambaye amekuwa kwa miaka mingi anashiriki kuona kwamba anatunza watoto wa mitaani, watoto walio katika mazingira hatarishi. Lakini Waziri Gwajima yeye kama kwa binafsi yake ameweza kufanya kwa jitihada kubwa sana, lakini na sisi sote kama wizara na idara maalum inayoshughulika na watoto tunaendelea kuwa karibu kabisa na makao ya watu binafsi, kwa sababu sisi kama serikali tunayo makao mawili hapa Dodoma, pale Kikombo na Dar es Salaam Kurasini, lakini wenzetu watu binafsi wana makao 424. Kwa hiyo ushirikiano ni mkubwa sana. Na kwa wazazi ambao hawatimizi wajibu wao, hawa tunaendelea kushughulika nao kwa namna mbalimbali. Kuna wazazi ambao
kupitia magomvi yao wanapelekea madhara kwa watoto. Wamekuwa wakiitwa mara kadhaa na maafisa ustawi wetu, wanashauriwa namna njema ya kuhakikisha kwamba kila mzazi kwa pande zote mbili anatimiza wajibu wake, hivyo kuhakikisha watoto wanapata matunzo sahihi. Lakini vile vile kwa wale wazazi ambao wanakuwa wagumu, basi sheria inafuata mkondo wake na wanafikishwa kwenye vyombo vya sheria na ikibidi hata mahakamani, ili huyu mzazi aweze kutimiza majukumu yake kwa nguvu ya sheria. Mheshimiwa Mariam Yahya, Mheshimiwa Lucy Kombani ajiandae. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mimi nina swali la nyongeza. Kwa kuwa kuna mikoa mingine hatuoni kabisa tatizo la watoto wa mitaani, lakini bado mkoa wa Dar es Salaam unasumbuliwa na tatizo hili, bado kuna watoto mitaani. Je, serikali imejipangaje kuondoa kabisa tatizo la watoto wa mitaani katika mkoa wa Dar es Salaam? Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Majibu Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, nikupongeze sana Mheshimiwa Mbunge kwa swali lako zuri. Kwa mkoa wa Dar es Salaam, kwanza ni mkoa ambao unapokea magari kutoka mikoa mingi, na hawa watoto wengine wanaingia kutoka nchi mbalimbali kwa kufuata Green Pass ambayo Tanzania ipo. Mazingira rafiki ambayo nchi yetu inayo, watoto wanatoka nchi jirani pia, hivyo tumeweka madawati ambayo maafisa ustawi wako pale kwenye vituo vyetu vya mabasi vikubwa vyote kuhakikisha kwamba tuna ushirikiano na wale wasafirishaji. Hata wale wapiga debe wa mle ndani ya stendi wanatupa ushirikiano sana. Kwa hiyo tunawachukua, tunaongea nao, na maafisa ustawi wakishirikiana na wenzetu wa uhamiaji tunawarejesha kwenye nchi zao. Lakini wale waliotoka mikoani pia tunawahoji na wanatoa ushirikiano, wanatupa namba za wazazi, wanatoa ramani ya nyumbani, maafisa ustawi wetu wanawarejesha kule walikotoka. Na hili ndugu zangu, niseme tu kwa umoja wetu tutaendelea kufanikisha ili kuhakikisha kwamba hawa watoto wote wanaozurura mitaani wanaweza kurejea kwenye makazi ya familia.